السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. Leo au silsila yetu ya leo tueleza hukumu ya kufanyia biashara mali ya yatima. Hukumu ya kufanyia biashara mali ya yatima. Wanazuoni wa fikihi wameafikiana uhalali wa kutumia wali, yani uhalali wa wali kutumia mali yatima katika maslah, kufanya biashara mali yatima kwa upande wa maslah, sio upande wa madhara. Upande wa maslah sio kwa upande wa madhara, kwa neno lake Allah jalla jalaluhu, wala taqrabu mal al-yatimi illa billati ahsan, bana bimaana msikaribie mali ya yatima isipokuwa kwa njia ambayo ile mzuri. Aya hii inakusanya maani ya tasarrufat alwali mali yatim, kwamba matumizi ya yule wali katika mali ya matima kwa njia ya biashara, kwa njia ya kupanda ziraa, kwa njia ya kuzalisha yale mali, kwa njia ya kupatia faida yale mali. Aya haikuweka tahdid, haikuweka tahaddud al-aya al-karima, falam tuhaddid al-aya al-karima ab'ad tasarruf mali yatim, kwamba aya hii ni tukufu haikuwekeza vikwazo kutotumia mali ya yatima, kutotumia mali yatima. Kina Imam al-Qurtubi katika aya hii wanasema hivi, sema watumie watu illa billati ahsan, maana yake ni kwamba mawali na wale waliohusiwa watumie katika mambo ambayo kwamba ya maslah ya yule yatima, watumie katika mambo ambayo kwamba yataleta thamara kwa yule yatima, kwa kuhifadhi usuli ya yale mali, usuli wa yale mali. Na hii ndio kauli ambayo kwamba ni jami' illa billati hiya ahsan. Na aya nyingine ambayo kwamba yenye kudulisha ya kwamba wali anaruhusa kutumia mali yatima katika masala ya biashara, wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha, msiwape mali yenu wale ambao kwamba sufaha. Sufaha mkusanyiko wa watoto, sufaha ni mayatima, sufaha wale wandazimu, bimaana wale wasiojua kutumia, ni katika ama watu waliokosa ahliyatul ada. Ahliyatul ada yani hawana uwezo wa kutumia yale mali, ukiwapa mali ile wataichafua, wataiharibu. Sasa Qur'ani yasema msiwape mali yenu wale ambao kwamba ni sufaha, ja'ala Allahu qiyaman, Mwenyezi Mungu aliwajalia nyinyi kwamba ndio wasimamizi wa yale mali. Kinachohitajika warzuquhum fiha, warzuquhum fiha. Mwenyezi Mungu akataja warzuquhum fiha wala yakul minha. Minha yarudi katika usuli ya mali, fiha yarudi katika kile ambacho kwamba kitakachopatikaniwa baada wewe ukifanyia biashara, ala wujubil istithmari. Hapa tapata hii fiha yapasisha, yani yamruhusu yule aliyesimamia mali aweze kufanyia istithmar kile ambacho kwamba kinachopatia tijara, kile ambacho kwamba kinachopatikaniwa katika ile biashara, bimaana istithmar. Walishwe wale watoto, walishwe mayatima, walishwe wale majanin, warzuqum fiha, katika ile istithmar ambayo ni min arbahi amwali almutahaqiqati bil istithmar walaysa min ra's almal nafsi, kwamba warzuqum fiha ni katika ile faida iliyopatikaniwa katika yale mali, haikuwa ni yale mali ya ndani, ingekuwa ni yale rasul mali, warzuquhum minha. Wanazuoni wa tafsiri wanavyoeleza, na imekuja hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuonyesha ya kwamba mali ya yatima waweza kuifanyia biashara. Ni pale hadithi inaosisitiza kwamba anaye man waliya yatiman falyattajir lahu wala yatruku hatta taakulahu sadaqa,
Yule ambaye kwamba aliyetawalishwa yatima, bimaana anayemsimamia yatima na ana mali yatima yule, basi yale mali afanyie biashara, asiawache mali yamekaa mpaka yakaliwa na nini, na sadaka, bimaana zaka. As-sadaqa iliyopendelewa hapa, wal maqsud bi sadaqa az-zakatu al-mafruḍa. Kwa hivyo bwana Mtume Muhammad pia ameleta hadithi ya kuonyesha kwamba wali na yule ambaye kwamba aliyohusiwa aweza kufanyia tijara, biashara, mali ya yatima, ili mali yale yazae kwa manufaa ya yule yatima, sio kwa manufaa yako. Kisha yale manufaa yaliyozaliwa walishwe wale ambao ni mayatima, walishwe ni mayatima kwa yale faida ambayo kwamba iliyopatikaniwa. Wanazuoni wa fiqhi wameweka viziwizi kwa wale mawali wenye kufanyia biashara mali ya yatima na wenye kukuza yale mali ya yatima, kwamba kiziwizi kile kwamba ni kuwakataza wale mawali wasifanyie madhara mali ya mayatima, ni wakubaliane biashara ile wanaoifanya itamletea manufaa kwa yatima, na isiwe kwamba yeye afanya ile biashara ya yatima ikawa ndio kupatiliza kumdhuru yatima. Ila Imamu Hanafi katika madhahibu yake au madhhabu yake amemruhusu yule wali kuweza kuazima mali ya yule asiyejiweza, ikiwa ni mtoto yatima na mwingineo, ili afanyie biashara, lakini biashara ile awe itamsaidia yatima na itamsaidia yeye, kisha kile ambacho kwamba alichokifanya biashara kiregeshe. Na biashara ambayo kwamba wanaoieleza ni wauze ile mali ya yatima wanaofanya zaidi ya kile kima ambacho kwamba walichochukua, bimaana ilete faida zaidi ya kile kima ambacho kwamba walichochukua. Ndivyo wanavyoeleza. Wanunue kitu ambacho kwamba anachotaka kununua kwa kima ya cha chini, bimaana iwe thamani yake ni ya chini zaidi. Ndivyo wanavyoeleza. Kadhi aweza kukopesha mali ya yatima akaregesha. Wali aweza kusafiria na mali ya yatima, aweza kufanyia mudharaba mali ya yatima. Kisha asema wayajuzu lahu an yashtari mala saghir nafsi bimithli qimatin au ma yuqaribu minhu mimma yatasamahu fi. Lakini yote hayo ni kwamba mali ya yatima awe ataregesha baada ya kufanyia biashara, asiwe ni mwenye kumdhuru. Yule ambaye kwamba asiyejiweza, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, yeye katika aya hii asema wali aweza kununua kitu kwa nafsi yake bimithli qimatihi, lakini kisiwe ni kitu ambacho kwamba chenye kumdhuru yule yatima ambaye kwamba anayemsimamia. Kwa hivyo ni maana yatima au wali anapomsimamia yatima anaruhusiwa yeye kufanyia biashara mali ya mayatima, lakini iwe manufaa ya kwenda kwa yatima. Ikiwa yeye atakopesha fa ahlan wa sahlan, lakini aregeshe mali yatima. Yule ambaye kwamba ni fukara atakufaidi kwa mali yatima fa ahlan wa sahlan, lakini isiwe wala taakuluwa israfan wa bidaran, kama inavyoeleza masala ya wanazuoni wa fiqh. Ama Imamu Malik amuhusia yule, asema yule aliyehusiwa na hakim, asema aweza kuuza mali ya yatima lakini si kwa njia ya madhara. Kama mfano anadaiwa yule aliyehusiwa ama wali aliyehusiwa, sasa aweza kauza libaihi lisadadi dainin, kulipa deni lake, lakini muuzo yule ambao kwamba wanauza isiwe bei manufaa yake faida yake ni chache. Asema auze bi ziyadati thuluthi ala thamani almathal,
kwa kuzidisha thuluthi kwa ile thamani ambayo kwamba ya mfano ya ile rasul mali ambayo kwamba aliyochukua kuifanyia au kuiuza ili apate kulipiza deni lake. Asiwe ni mtu, kwa sababu masala haya ambayo kwamba Malik anaeleza ni kwamba aogopea ili mali ya yatima isipotee, mali ya yatima isipotee. Kwa hivyo yaruhusiwa kwa wali na kwa yule aliyehusiwa kwa madhhabu ya Hanafi na Maliki kwamba aweza kafanyia biashara ya faida ya juu, kununua iwe faida anunue kwa kima cha chini, lakini kwa faida iwe juu, kwa sababu mali ya yatima yatakayamnufaisha yule yatima, na kunufaisha kwake ni kwamba faida iwe juu ili apate kula ndani yake, kama tulivyoeleza warzuquhum fiha, katika ile faida. Na yule ambaye kwamba anayemsimamia yatima ni fukara, aweza akauza na deni akalipa, lakini kuuza kule auze kwa bei ya thuluth ya ile rasul mali aliyochukua, ili aweze kuziba deni lake na manufaa yapatikaniwe kurudi kwa nani? Kwa yatima. Tuje katika masala ya kutoa mali ya yatima katika tabarruat, katika vitu ambavyo kwamba wenye kusaidia, wenye kujitolea. Haifai kwa wali kutoa mali ya yatima kusaidia watu. Haifai kwa uliohusiwa al-awsiya kutoa mali ya yatima katika mambo ya sadaka, kwa hoja kwamba yeye wafanya nini? Khairi. Wali wala aliyehusiwa kutoa mali ya yatima kwa mambo ambayo kwamba ni at-tabarruat, ya kujitolea, au katika mambo ya sadaka kwa hoja ya kufanya khairi, la. Kwa sababu mazingatio ya kutoa mali ya yatima katika tabarruat au sadaqat, hili huzingatiwa tasarrufan dararan mahdhan katika sharia ya Kiislamu. Ni huzingatiwa ni kwamba ni mtoleo wa madhara kwa yule yatima. Wali hana umiliki wa kufanya hili. Haipasi kwa yule aliyehusiwa kutoa mali ya yatima, hata ikiwa ni kichache, katika jambo ambalo kwamba lisiokuwa na maslaha kwa yule yatima, japokuwa ni katika masala ya khairi. Hafai kutoa mali ya yatima mambo ambayo kwamba Uislamu umeita watu wafanye khairi, wafa'alul khaira la'allakum tuflihun, kama kujenga msikiti, kama kujenga madaris na mengineyo hayo. Lakini maadamu ni mali yako chini yake, ni ya yatima ambayo kwamba anayemsimamia yule wali ama al-awsiya, hawafai kutoa yale mali ya yatima kwa mambo kama haya. Ukisoma Mughni Ibn Qudama asema la yajuzu shar'an lilwasi an yatanazala an ayi haqqin lilyatim, laysa liwali اليتيم ليس لولي اليتيم التصرف في ماله إلا على وجه الحظ له، وما لا حظ فيه ليس له التصرف به كالعتق والهبة والتبرعات والمحابات. kwamba haifai kwa wali na wale awsiya kutoa mali ya yatima kwa kitu ambacho kwamba kina hadhi kwa yule ambaye kwamba ni yatima, na hata kile ambacho kwamba kisiokuwa na hadhi ambacho hufai kutoa ndani yake, kama kujenga, kutoa kuacha shingo huri, kutoa zawadi alhiba, na kutoa tabarruati, na kutoa vitu ambavyo kwamba ni muhabat. Madamu kwamba mali yako chini yake, kina Ibn Qudama wameyakataza haya, yani kwamba yeye atoe ya kumshughulikia yule yatima tu, kumlisha mpaka akue awe mkubwa, yeye mwenyewe baada ya hapo atayafanya. Lakini kama bado yuko katika as-sufaha, wala tutu sufaha, ni mtu ambaye kwamba yuko sinu rushdi, sinu bulugh, ni kwamba usitoe mali yake kwa mambo ambayo kwamba tabarruat wa muhabat au hiba au mengineyo, japokuwa ni mambo ambayo kwamba Uislamu umesisitiza, lakini sharia ya kuambia usitoe mali ya yatima kufanyia mambo kama haya, mpaka mwenyewe awe mkubwa umwakilishe, kisha atakapofanya mwenyewe faala wa sala. Tuje katika masala ya kukopesha. Jumhurul fuqaha wamekataza kukopesha mali ya mayatima
kutoa kumpa mtu kwa mkopo, kwa sababu jambo lile la kukopesha ni madhara kwa yule mali. Kuna wengine hawatoi, hawaregeshi. Utapata mtu akwambia nikopeshe kesho nitakuregeshea, lakini ukimpa hiyo kesho haifiki tena. Atakuja na viegezo vyote. Wako watu kama hawa. Ndio sharia ikawekeza kwamba jumhurul fuqaha wasema hufai kukopesha mali ya yatima, kwa sababu mkopesho ni moja katika mambo ambayo kwamba yanamdhuru yule yatima. Huenda fulani asiregeshe yale mali, na haya utapata katika Hashiyatu Ibn Abidin. Asema laysa lilwali an yastaqrida li nafsi min mali yatimi ala al-asah falau fa'ala athim. Tena huyu anasema hata yule wali hawezi kujikopesha, hawezi kujikopesha. Ingawa kuna lugha nyingine yasema yule fukara asijiweza na anadaiwa aweza akakopesha, aweza akauza, kwa vile tulivyoeleza, ili aweze kulipia deni yake, lakini kupatikaniwe na faida na ile rasilimali irudi katika yule mali yatima. Au aweza kujikopesha mwenyewe akiwa na hakika ataregesha yale mali kwa muda muafaka, sio kama wale ambao kwamba walikuwa zamani akikopesha kisha baadaye ikawa imetoka kwa kiegezo kwamba yeye ndiye amle yatima, kwa hivyo hawezi kulipa. La, bali hapa wamesema ya kwamba katika Hashiyat Ibn Abidin kwamba hata wali hawezi kukopesha. Katika madhhabu ya Hanafi imeruhusiwa kama tulivyoeleza. Hata katika Hashiyat Abidin pia imekuja lilqadhi iqradu mali yatim liannahu likuthrati ashghalihi la yumkinu an yubashira alhifdha binafsihi. Shafamiana. Wadafu bilqard, na kulipa ile nini deni. Wameeleza kwamba kadhi aweza kukopesha mali yatima liannahu likuthrati ashghalihi la yumkinu an yubashira alhifdha binafsihi, kwamba yule kadhi aweza kukopesha mali yatima kwa sababu yeye ameshughulika sana kwamba hawezi kusimamia yale mayatima, basi kuwekeza mahali kwa mkopo, lakini yalipo yale mali kama inavyoeleza katika Hashiyat Ibn Abidin. Unzur liyatim likawnihi madhmunan walwadi'a amana, ni ile ameka kama wadi'a na huwa ni amana ile kwa yule aliyowekewa. Imam Shafi'i katika madhehebu yake asema haipasi kukopa mali yatima pasna ya haja. Yule hakim yapasa ana ruhusa ya kukopesha pasna ya madhara kumdhuru yule yatima, bisharti yasari almuqtarid amanat wa amanatahu, kwamba yule anayekopeshwa ana wepesi, ataweza kulipa na ni muaminifu, waweza kulipa. Katika madhhabu ya Shafi waweza kopesha katika mali yatima, lakini isiwe na shubha, isiwe na nini, na shubha ndani yake. Tena aweke shahidi wakati anapokopesha yale mali. Lakini kwa wakati wa sasa, ndugu mtazamaji, kukopesha mali yatima ni madhara. Watu hawalipi madeni siku hizi, watu hawalipi madeni siku hizi. Ni kufuasha live pengele vya yule ambaye kwamba anasema kwamba haisi kukopesha mali ya mayatima, japokuwa kuna wengine kina Imamu Hanafi kina Imamu Shafi asema waweza mkopesha mtu mwenye uwezo na ana ni muaminifu akaregesha. Lakini mtu aweza kudhirishia uaminifu kisha baadaye kugeuka? Ni wangapi ambao leo wamekopeshwa walikuwa ni waona ni waaminifu, baada ya kuwakopesha tu wamekufungia na mdomo, hawakuulizi tena. Sasa unapokuwa ni mwenye kukopesha au ni mwenye kuwekeza katika sehemu ambayo kwamba ya wadia, ni waaminifu, utapatikaniwa kwa yule ambaye kwamba aliwekeza, huenda wakakugeuka, na ulimwengu ni mbaya ambao kwamba tulionao. Kwa hivyo tuwaonelea ya kwamba tutumie hukumu ambayo tuhifadhi mali yatima ili asije kadhurika. Imamu Hanbali asema katika madhhabu yake la yajuzu iqradu mali yatim illa idha kana lahu hadhun fi dhalik, hupasi kukopesha mali yatima isipokuwa ikiwa tapatikaniwa hadhi katika ule mkopesho kwa yule yatima. Yawezekana itakuwa ni masala wafanyia tabarru mali ya yatima, wasaidia watu wengine tu,
Asema mwenye Al-Mughni na ni Ibn Qudama, idha lam yakun fi qardhi mali al-yatimi hadhun lahu lam yajuz, ikiwa kule kukopesha mali ya yatima kuna hadhi na faida kwa yule yatima hakufai. Ikiwa kuna faida yafaa. Kwa hivyo haya ni masala ya wanazuoni wetu wa fikihi, wamekuja wakatueleza ikhtilaf ambazo kwamba zinaopatikaniwa katika ukopesho wa kukopesha mali ya yatima. Kuna wanaosema, Shafi asema yafaa ikiwa unayemkopesha ni mwaminifu na ana uwepesi wa kulipa. Hanbali asema yafaa ikiwa kuna manufaa yatapatikaniwa kwa yatima, wala aksu ikiwa hakuna manufaa au hadhi ambayo kwamba yatima atakaopata katika mkopesho yule, ni maana la yajuzu, haifai. Imamu Hanafi asema kadhi aweza kukopesha mali ya yatima kwa sababu yeye alipokuwa ni mwenye kusimamia yale mali ya yatima, na kwa sababu mashughuli yake ni mengi, aweza kuwekeza kama wadia katika mkopo ule, ili yule iwe ni amana kwa mtu mwingine asimamia yale mali ya mayatima, yeye anashughulika na masala ya ukadhi wake, lakini yule mwenye kupewa wadia awe ni muaminifu, yale mali atarudi kwa kiegezo hiko. Wengine usema la, jumhurul fuqaha sema haifai kukopesha mali ya yatima kwa sababu yatakuwa ni madhara kwa yule mdogo kabisa ahyanan, kama ilivyokuwa katika Hashiyatu Ibn Abidin. Kwa hivyo kwa leo tukizungumza ile hali ambayo kwamba iliyo leo ni kwamba uaminifu ulipotea. Uaminifu ulipotea. Ni wangapi na wangapi tumewaona na wakakopeshwa wakiwa ni watu labda ni marafiki, baada ya kukopeshwa urafiki ukakatika kwa kiegezo hataki kulipa ile mali. Ni wangapi huja wakuambia mtoto wangu labda ana njaa, nipe shilingi 500 kesho nitakulipa, ndio imetoka, au nipe 2000 kesho nitakulipa, imetoka. Ni wangapi leo hukuja kuambia nikopeshe na chama vyama vilioko siku hizi, kimaliza kitoka kwenye chama nitakuregeshea, ndio imepotea. Ndio imepotea. Kwa hivyo itakuwa ni vyema kwa yule ambaye kwamba anayemsimamia mali ya yatima na mali ya yatima asiyakopeshe, kwa sababu ulimwengu hauna uaminifu. Ulimwengu hakuna uaminifu siku hizi. Ni watu ambao kwamba hula mali ya yatima, hula mali na wakakataa kukopea kuregesha, bali mtu huja kuambia utanifanya nini? Umenikopesha ndio, lakini utanipeleka wapi? Unalipi la kunitenda? Wamuona wapita mbele yako, wamwangalia tu, na ni hatari. Ashay bi shay yuzkar. Wewe unaokopa kisha ukajipiga kifua, utanifanya nini? Ni ufahamu hisabu yako haisabiwi mpaka ulipe lile deni. Ni ufahamu huingii peponi mpaka ulipe lile deni. Bali Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikataa kuwasalia mashahidi mpaka kupatikaniwe yule ambaye kwamba atachukua dhima ya deni yake, kuonyesha uzito wa deni kwa yule anayekopesha wakati anapoelekea kwa Allah jalla jalaluhu. Almuhimu haina haja twende tudaiane, haina haja twende tudaiane, ni tusikopeshane. Ikiwa utanidhuru, ikiwa utakopesha baadaye utanidhuru, na kwingi utanidhuru. Ninapokatalia kwa ulimwengu wa sasa deni, usione kwamba ni adui yako wala ni mtu ambaye kwamba sikupendelea kheri, kwa sababu waaminifu walipotea. Waaminifu walipotea kwa mali yako. Je, ya yatima ni maana usitoe mali ya yatima kisha mzigo kukuangukia wewe, ukawa umemdhuru yule yatima kwa kutoa deni kwa mtu ambaye kwamba mwisho wa siku halipi lile deni. Kwa hivyo tufuate ra'yul jumhur, usikopeshe mali. Wewe ambaye kwamba ni fukara na wadaiwa, waweza tumia mali ya yatima ukayauza mali yale ukalipa deni yake, lakini ukawa na uhakika utaregesha rasul mali na faida katika yale bei yako ambayo kwamba uliyofanya. Au ukakopesha wewe mwenyewe ukiwa una hakika haya mali nitayaregesha, kwa kiegezo cha Imamu na Shafii. Ni muaminifu wewe na una uwezo wa kuregesha yale mali ambayo kwamba, lakini
kwa ulimwengu tulionao, tungependa kuwahusia wale wasimamizi wa mayatima wasijaribu kukopesha mali ya mayatima, kwa sababu ulimwengu tulionao ni uaminifu ulipotea, na itakuja ni madhara kwa mayatima iliyowafikia baada ya kutoa mali yao. Na mpaka hapa tutakomea. As'adallahu awqatakum wa ila liqa, fa shukran jazilan, wassalamu alaykum wal afwa minkum. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.